Jamani, hakuna watu wanaovaa vibaya kwenye ibada kama watu ambao wanaenda na kusema kwani nini? Mungu anaangalia roho. Anasema mwili huu ni hekalu lake. Sasa hekalu la Mungu unataka attention kwa mshono ulioshona ambao umeshindwa kuvaa kwenye harusi unakuja kuvaa kanisa. Hekalu la Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema unaenda kupeleka ushawishi, unaenda kupeleka dhambi kwenye nguo zote ulizonazo. Hicho kituko ndio umekuja nacho. Wadada mnaenda kanisani, mnawatoa watu kwenye uwepo. Sasa hilo hekalu lako livae vizuri, lipambe, salamu ziwafikie. Shosti! Tusemezane. Jamani, hakuna watu wanaovaa vibaya kwenye ibada kama watu ambao wanaenda na kusema kwani nini? Mungu anaangalia roho tu. Ndio hivyo. Mungu anaangalia kila kitu. Mungu angalii moyo tu. Mungu anasema mwili huu ni hekalu lake. Sasa hekalu la Mungu unalipambaje? Hekalu la Mungu unalipamba ukiingia kanisani kila mwanaume ya kuangalie. Hekalu la Mungu unalipamba unataka attention kwa mshono ulioshona ambao umeshindwa kuvaa kwenye harusi unakuja kuvaa kanisani. Hekalu la Mungu linataka stara. Wewe kama unavaa nguo ambazo hazina stara, wala Mungu haangalii roho, kwa sababu hekalu lake umelichafua. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema hivyo. Kama mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, uvae kwa stara nzuri, kwa sababu tunapoenda kanisani, tunapoenda kwenye nyumba za ibada, tunaenda kuabudu na kumcha Mungu. Hatuendi kutengeneza attention. So kama wewe unaenda kanisani for the sake of attention, wewe huendi kumcha Mungu. Wewe unaenda kupeleka ushawishi, unaenda kupeleka dhambi kwa watu wengine kutokana na unavyovaa. Ndio, unaweza kusema dada umekuwa mkali. Sio nimekuwa mkali. Unaweza kuvaa nguo nzuri za kanisani. Tumekuzwa kwa kuonyeshwa nguo nzuri za kanisani, nguo za heshima, nguo za stara. Haijalishi unavaa suruali, vaa suruali yenye stara. Unavaa gauni, vaa gauni lenye stara. Unavaa nguo yenye mpasuo, weka mpasuo wenye stara. Hukatazwi kuwa mbunifu wa mavazi ukienda kanisani, lakini nguo zako ziwe na stara. Usiwatoe watu kwenye uwepo wa Mungu kwa kukuangalia, kwa kukushangaa kwamba kwenye nguo zote ulizonazo hicho kituko ndio umekuja nacho. Kwa sababu unaweza kwa watu wameniangalia kanisani, wameniangalia vibaya kwa sababu umetaka that attention. So kama wewe ni mdada, unaenda kanisani na una drag people's attention for the sake of ulivyovaa, for the sake of nywele ulivyotengeneza, for the sake of makeup ulivyopaka, wewe unapeleka attention ya dhambi kwenye ibada. Yes, wadada mnaenda kanisani, mnawatoa watu kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu kutokana na ulivyovaa, kutokana na makeup ulizoweka, kutokana na eyelashes uliyoweka. Kwa nini usiwe na stara angalau kwa masaa 3 au 4 au hata masaa 12 unaoenda kwa Mwenyezi Mungu? Kwa nini uwe na source of kupeleka confusion ya watu unapoenda kwa Mwenyezi Mungu? Kwa nini uwe source ya kutoa watu kutokupokea baraka zao kwa sababu umewaletea dhambi of distraction? So kama wewe kila siku ukienda kanisani, it's for the sake of distraction. Unaenda pale kwenye social lives. Unaenda pale kwa ajili ya mkutano tu. Mimi nimeenda tu. Wa mchungaji hana shida. Hana shida, sawa. Vipi kuhusu waumini? Hana shida, sawa. Vipi kuhusu mkaka anaenda kanisani ili aondokane na kuona hivyo vitu, awe kwenye uwepo wa Mungu, umemletea kanisani? Hakikisheni mnavaa stara mkienda ibadani. Hakikisheni mnavaa vizuri mkienda ibadani. Hakikisheni you cover your body, kwa sababu huu ni mwili wa Mwenyezi Mungu. Huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa hilo hekalu lako livae vizuri, lipambe vizuri, lakini sio liwe hekalu la kutoa watu kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Salamu ziwafikie. Shosti! Tusemezane.